it is very important that we become realistic when addressing issues of public. Sisi wengine tunataka kupongeza our rais, our president Uhuru Muigai Kenyatta, kwa ile kazi anafanya. In fact, even on security issues, there is much. Ukiona sasa tuko na Saudi na Loima, tangu mimi niingie katika position, hatujapoteza hata maisha moja kwa hiyo area ya nini corridor yetu na Pokot. It's because of our local initiative between Nyaru and Lomunapani. Kwamba sisi hatutaendelea kuona watu wetu wakipigana every time. But the people are not happy with the things that the president is doing to initiate kuleta hata hama Turkana Saudi. Siku hizo kupata nini Turkana Saudi hiyo barabara, amani iko 100%. Unatembea kwa miguu vile unataka. Hiyo ndio kazi president wa nchi ya Kenya ameinitiate ili sisi tupate amani ya kudumu. Ili ilikuwa imeshinda wanasiasa wakongwe wale wako hapa. But the president through a local mechanism akisaidia na waziri Matiang'i wamefanya kazi nzuri ya security katika Loima na katika Turkana South. Kwa hivyo tunaomba waziri Matiang'i atusaidie mambo ya Kapedo. Ya Kapedo issue. Mambo ya Kibish. Juzi kumekuwa na raid ile imechukua maisha ya watu wetu wa Kibish. So we want to condemn that kind of raid. That's why I'm proposing that Matiang'i should provide about 3 armors. Iwe 4 na ile iko Turkana South. Moja iwe hapa Urum, ingine iwe hiyo sehemu ya Nakutomo. In fact the leadership here including Munyesi watapeana direction. Na ingine iwe hiyo sehemu ya Turkana North. Na tulete border control unit kwa hizo areas. And then RDU tuweke area kama ile serious RDU. Sio ile tu watu 10, tuweke Kotaru na ingine tuweke hiyo sehemu ya Kapedo. Tukifanya namna hiyo tutapata security, a full security in Turkana County. Tukipata tu hiyo tuweke namna hii, hiyo border control unit avoid watu our friends kuja kutatiza wetu kwa kambi, because we do not have a local mechanism of security that is provided. Kwa hivyo sisi pia kwa mambo ya BBI, take this to the President of the Republic of Kenya. Sisi wengine including Mheshimiwa Munyesi, including Mheshimiwa Imana, Mheshimiwa Ikolo and the rest, we are fully in support of BBI. Na kwa constituency yangu ile mimi na represent ya Loima, mtu hawezi leta uongo yake kuja kusambasia watu wa Loima. Ati president sijui ameshindwa nini, Raila sijui ameshindwa na kazi, ati tuliuliza yeye amekataa kutupatia. Hiyo ni siasa ile imepitwa na wakati. Ile kazi ya hao wawili kukutana na kutuletea amani. Let me tell you Mheshimiwa Governor, it is the highest time you become a senior politician. Usiturudishe kwa ile siasa tulipita. You are 20 years in politics, the same with myself, hata kama nilikuwa councilor na MCA. Hii mambo ya kustaki watu for nothing. Wewe sio wewe peke yako ndio unatakia watu Turkana mambo mazuri. Sio wewe peke yako. Sisi wengine tunatakia Turkana mambo mazuri. Hii pesa ya CRA tunataka tupewe zaidi ya ile tulikuwa tunapewa. So usiishi kwa hiyo vitu. Sisi tulisema hiyo. So tell us something else. Don't blame the president. Hata kama anataka pesa ngapi, lakini Kenya mimi niko nataka the northern part of Kenya be given enough money and enough money. Na hiyo kitu bado iko kwa Senate. Mr. Pogisho is here. Is still in Senate. Yeye mto provide means, lakini mali sisi waheshimiwa wa Turkana tutakataa. Ni mali ati pesa yetu ile imebaki hapo ama imerudishwa chini. We are not going to accept. Lakini saying ati Raila amefail. Hii devolution tunakula hapa leo ni kazi ya mikono ya Amolo Odinga. Ni kazi yake. Hata hiyo watu watangatanga wa refuse walikuwa wanapiga kando. Lakini today you people are saying that kind of story. We are not ready. Let me tell you. Hakuna mtu atadanganya Mturkana leo. There are leaders who are saying
and they will give Turkana the way forward in leadership. My dear friend, not at this time. Hakuna mtu atawaambia mimi Jeremia simama governor ama usisimame at because is you what. Hiyo vitu peleka danganya wale watu wanadanganya. Sisi tutamachi na rais wa nchi ya Kenya na nyinyi akina hivi Malwa. The message here wakati mnakuja akina Pogiso investigate the situation around here. Yani the leadership, the two leadership wamekuwa in Turkana leadership ni kama sujide, they have never done anything. Hiyo mimi nikiwa kiongozi and particularly in Loima, I will marshal support to the president na kila mtu anajua including the governor how I will do it. I will marshal seriously because we want our country to be led by leaders who are responsible, people who want good for Kenyans and for marginalized communities such as Turkana County. Tukipata damu hii 239 million. That is a service that the President of the Republic of Kenya has given here for the first time in history. The county government has not even given an inch of it. So this is what we need to tell the world. Lastly, Mheshimiwa Governor, wacha kuthreaten wale watu uliandika kazi. Wacha kuthreaten. Stop threatening that government was created. You know how I really created it. You are saying you gave us money for campaign. You will tell us today when you wake up. Let me tell you, don't threaten the workforce for the county government. They are not there for a privilege of an individual. They are there for a right. You mambo ya kuthreaten, nitakufuta kesho, futa. Kwani ukifuta watu watakuja kwa nani? Hakuna haja kutisha employees wa county. Na nyinyi employees, wacha ni kutisha kama ambavyo hamjui rais yenu. Some of you have gone to school more than some of these people. That you are being threatened. Kuthreaten kama jana masisi. Ati nitafuta watu, hiyo ni tactic ya mtu corrupt. You want to use those kind of means so that people slumber, so that when we come in, you start looting the way you want. You start looting the way you want. Now let me tell you, if there is someone who thinks you are sleeping, before you sack them, we will sack you. Before you sack the people you are saying you are sacking, we will sack you. Many others have been sacked with governors. Wale wamekuwa governors katika ile leadership. So mimi mambo ya kufikiria wewe ni Mungu, let me tell you. Hakuna mtu alikuwa anafikiria a person such as Waitutu hawezi ku step aside. That was a great man more than our governor. Go to Nairobi, Sonko was a man and a half. So mambo ya kutisha sisi kwa serikali ile tulipigia kura. We voted for you seriously. I want to Loima. The first time you got only 2,000 people. Juzi ukashinda hata sisi wale tumesaliwa hapa. Now you pretend that tulikuwa na kura. Munyes failed here because some of us really wanted him to fail. Lakini sio kwa sababu uliangusha. You did not fail him. So ukisikia tumesimama governor usidutishe you have the money. Which money? You are member of parliament only once. And then the governor today you are telling us utaangusha hizi zote na pesa. Which money is that? Kwa hivyo I am saying this, and this is what is in Turkana, Honorable Waziri Eugene Wamalwa. We want the President of the Republic of Kenya to be respected. We want Raila to be respected as well. Hakuna haja hii matusi ile watu wanatoa matusi kwa viongozi na kwa mama kama Mama Ngina. Kutusi. Let me tell you, we condemn it together. For the people who have the heart for such a mother. Hakuna haja hii matusi mingi, suji matiti, suji uji, that kind of language for a mother that was retained. Because we really wanted Kenya to have independence. We have abused such kind. So, as a leader of this particular area in Turkana, I am saying we condemn that kind of language. Na sisi tutasimama na rais. There is no shortcut na sisi kusimama na rais. And we want support from the leadership that supports the president, that supports Raila. So mtu akisema Raila ati yuko na mambo gani hapa na pale, my dear friend, Raila ni ngome ya Kenya.
Ni ngome ya Kenya. Kwa hivyo kwa haya machache, kiongozi waziri hiyo, ukirudi Nairobi, ambia watu wa Nairobi, Turkana saa hii sio kama vile ilikuwa. It has more support for the President of the Republic of Kenya and Amolo Odinga. Now all these people got this position through Odinga. Yeah? The first time you need to cling to Odinga to get a position here. That's why mimi na mheshimiwa mwenyewe tunataka kugongana katika competition ya ugavana ya Turkana County. As friends, tutaenda nomination. Unasikia Raila vile amesema fair and transparent election. So mimi nitaenda na tutakuwa natembea na pamoja. Mimi naona watu wanataka kuchagua yao moja. Mimi na huyu tukichagua moja, hamtashinda hata mkienda mbinguni. That one is known. Hakuna shortcut. Kwa hivyo kwa haya machache nasema asante.